alama 2. Tulikuwa tujifunga lakini tumefunga. Tulikuwa tupata goli, tunashukuru tulipata goli la time. Kwa hiyo kiasi fulani tuko na timu. Mimi nimeshuhudia mechi kadhaa pale za kundi letu. Nadhani mechi ya Zambia, mechi ya Kongo. Timu iliza vizuri sana. Kiasi fulani unaweza kuona kama kuna progress kwenye timu kwenye mashindano haya. Kuna notions ambazo ziko possible, kuna baadhi ya wachezaji wanakuja wataki kuumia, wanaotoka Europe na nini. Kwa hiyo kiasi fulani unajua football inakuwa ni ya kuachiana sana, unajua. Nafasi ziko, kwa hiyo mtu lazima anatoa pasi. Kwa hiyo unaona watu hakuna migongano ile mikubwa sana. So kwenye style ya namna hiyo unaweza kuona timu inapata progress ikawa inaendelea, inacheza na kucheza. Kwa nini nilisema mwanzo kwamba inawezekana kama ni stepping stone? Sisi tunaandaa AFCON 2027. So this time around tunatakiwa tuitumie World Cup, AFCON ya 2025 kama daraja la kufanya preparation kubwa ya 2027. We don't want to lose, lakini tunahitaji kushow kwamba sisi ni miongoni mwa watu ambao sasa hivi tunaweza kutajika barani Afrika. Kama tunaweza tukashow kupitia level ya club, ligi yetu ni bora, though inashirikisha wachezaji tofauti, lakini bado hatutakiwi kuweza kuona kwamba hapana, na sisi tunahitaji wachezaji wetu pia watoke tofauti na hawa wanaokuja kucheza hapa. Sehemu gani ya kutoka? Ni kuna showcase kubwa kama hizi. So I believe kwamba players wanafahamu hivi sasa kiasi fulani mentality ziko. Why? It's because week in week out wanacheza na wachezaji wa kigeni wengi chungu mzima, kuanzia kwenye mazoezi mpaka kwenye mechi za club, sio? Nani asilimia kubwa ni hao. Kwenye ligi yetu ina wachezaji karibu timu nyingi zina wachezaji wa kigeni. So kwenye mazingira ya ile wanasema ya mazoea wa kukutana na wachezaji ambao wanatoka katika mataifa mbalimbali bado tunayo. So kwenye mazingira haya nayosema nayaona I can see kwamba ni bridge kuelekea katika AFCON 2027, but I believe kwamba kama watakaza kidogo basi kuna kitu kitaonekana, kwa sababu hiyo ndio showcase ya football ya Afrika. Lakini pamoja na yote tuko na Miguel Gamondi. Mchezo wa kwanza aliweza kupoteza kwa mabao 4 kwa 3 kama sijakosea. Lakini sasa ni kwa jinsi ulivyoona na tunavyomfahamu Gamondi, je, itakuwa daraja sahihi la kutupeleka katika nchi ya ahadi? Na yeye ametumika sana kwenye level ya club. Anafahamika, timu alizofundisha, amekaa kwenye football ya Afrika Kusini, watu wanamjua North na nini. Penginepo sasa hivi naye anatakiwa kutengeneza mazingira, au anataka kutengeneza mazingira kuendelea kuitengeneza CV yake kwenye football ya national team. Nadhani ni mara yake ya kwanza. So hakuna mtu ambaye anataka kuja kutengeneza CV mbaya katika mashindano haya. So whatever itakavyokuwa, kuna baadhi ya wachezaji ambao unaona wapo anawatumia, kwa mfano Tairi yule Alarakia tani, ameshaanza kuona kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao kutoka sehemu mbalimbali wamepata zile basic fundamental techniques za kutosha kwa sababu ya infrastructure ambazo wamekutana nazo huko walipo. Though wanashiriki katika madaraja ya chini, lakini hao kina Mbombo, unaona hata hiyo first touch yao unaona ni tofauti. So kwa mazingira kawaida, hata yeye the focus is kutengeneza CV yake vizuri. So I believe kuna kitu kinaweza kuwa tofauti sana. We are in the group ambayo ni kubwa. Mimi nowadays sioni Tunisia kama ni timu kubwa. Jina lipo, we can see them wanacheza nini, lakini wamekuwa na matatizo sana ya ndani. Wapinzani wetu si ni Uganda, na sisi tumeshakuwa na wapinzani wetu kwenye zoni yetu Kenya katika mashindano kama haya AFCON. Nadhani nakumbuka mechi yetu ilikuwaje. We know each other, tunafahamiana sisi. Hatuwezi kukosa alama kwa sababu tunajua tunapambana. Wachezaji wengi wa Uganda wanacheza hapa, kina Aucho, kina wote wako hapa. So kupambana nao is easy. Nigeria ni taifa ambalo I believe ndilo ambalo litakuja kwa nguvu sana baada ya kukosa World Cup. Ni timu ambayo unaiona inacheza, it's more individual, mchezaji mmoja na problem zao ndo hizo kila siku unazoziona, sijui bonus, sijui nini na kila kitu. So kuna mawili, kama watakuja na vibe ya Victor Osimhen, kwa sababu ndiye mchezaji ambaye unaona hata akiwa hayupo, akiwa ndani unaona hamasa yake kwa wenzake jinsi ambavyo inakuja. Watakuja na vibes hizo vibes zitawapa nafasi ya kufanya vizuri. Ni group kidogo
kubwa na gumu kwetu. Tunakutana na timu ya North Africa, una timu ambayo unakutana na timu kutoka West Africa, lakini if you want to show wewe ni nani, basi participate katika stage kubwa ili watu wakuone. This is very important. So I believe hata hawa wanaokwenda they believe kwamba utaki ku underrate, kwani wao na miguu minne. No, respect them, alafu baada ya hapo fanya kitu. Kwenye mazingira mentality sasa hivi na amani, wachezaji wetu wamekuwa na wakati mzuri sana kichwani kwenye kufikiria katika hizi mechi kubwa wanazocheza. Zamani tulikuwa tunafunga goli 5, 6, 7. This time hatufungi hizo goli. Zamani tulikuwa hatuna uwezo wa kuanza mpira kutoka kwenye kufanya transition kutoka nyuma wakati pasiana. But this time wana tunafanya. Mimi siku moja nilikuwa nazungumza na captain wa zamani wa timu ya taifa, Salum Kusi. Sentafu Kusi. Akaniambia iko ni mechi moja tuko away tunacheza na Kongo, akasema maestro, nataka nikwambie kitu kimoja. Hawa vijana wanafanya vizuri sana sasa hivi. Unaona jinsi wanavyoanza mpira nyuma na kila kitu. Sisi tulikuwa tuwezi kufanya hivyo. Na sisi kuna majina makubwa, unajua kina Kusi, kina Shedrack, sijui nani, unaona watu huko. Lakini walikuwa hawezi kufanya hivyo. But hao wanafanya partnership ina watu wawili. Kwa mfano, defense ina partnership ya watu wawili ambao wamezoeana sana. Baka, Job. Pamoja na hate ya Job, pamoja na hate zao jinsi zilivyo, but ndio wachezaji ambao wamefanya kazi kubwa sana kwa national team kwa kucheza mechi hizi nyingi kuliko wenzao na kwa kiwango cha juu sana. It's their time now to show the world kwamba wao ni watu aina gani. Kuchomoza kwenye hate ya mtu kama Job kwenye mashindano kama yale, kwenye position anayocheza, unaweza kaisi ni ngumu, but you can use him as beki wa kulia. Lakini we need him. Sisi kwa sababu hatuna huyo beki mrefu, we need him yeye pale. Na kwa akili yake, he can play. Swela vizuri. So, unaona jinsi ambavyo wanaweza kupambana. Hapa sisi tumewatoa Guinea. There's a big striker like Guirassy. Nadhani unamkumbuka Guirassy ambaye anafanya kila kitu kwenye ligi ya Ujerumani. Okay, so leo ilikuwa ni siku muhimu sana kwetu kwa sababu ni siku ambayo tumezindua rasmi kampeni yetu ya AFCON 2025-2026. Ni kwa ajili ya kuambia wapenzi wote wa mpira kwamba mashindano ya AFCON ambayo yatafanyika kule Morocco ni finals hizi kuanzia siku ya tarehe 21 mwezi wa 12 mpaka tarehe 18 mwezi wa kwanza. Mechi zipatazo 52 yataonyeshwa kupitia channel zetu 3 za SuperSport. Watanzania wataweza kuona mechi zote hizi zikiwemo mechi za kundi C ambayo ina timu yetu ya taifa ya Tanzania. Basi wataweza kuona mechi zote hizi kupitia vifurushi vyetu, lakini kikubwa ni kuambia kwamba mechi hizi zitakuja kwenye kifurushi cha bomba kile cha shilingi 27,500 tu, na tumefanya hivyo kwa sababu tunataka Watanzania wote waweze kuona. Mashindano haya yanaenda kudumisha umoja wetu kama Waafrika. Unaweza kufahamu sababu haswa ya kuanzisha mashindano haya ilikuwa ni kudumisha umoja wetu kama African continent, kuweza kufurahia cultures zetu, tamaduni zetu tofauti, lakini kwenda kuendeleza umoja na amani ambayo iko Afrika. So SuperSport itakuletea mechi zote hizi kwa lugha mbalimbali ikiwemo lugha adimu ya Kiswahili. Nafikiri umeona watangazaji wote mahiri wanaojulikana Tanzania hii walikuwa nasi hapa leo kwenye kusementi hili. Kwa mechi zote kuanzia mechi ya ufunguzi ile siku ya tarehe 21 utaipata ndani ya SuperSport. Kwa lugha hizo nilizozisema, Kiswahili, Kiingereza, Kiportugizi, Kifaransa, Kireno, hata Kiamharic, lugha ya ndugu zetu kule Ethiopia, zote zitakuijia. Kwa hiyo ni jambo la wewe tu kuwa na option ya kuchagua unataka nini. Ni mashindano ambayo yanatoa wasaa mkubwa sana kwa wachezaji wa timu za mataifa haya mbalimbali kwenda kuonyesha vipaji vyao. Ni time ambayo timu kubwa Ulaya huleta mascout wao kwa ajili ya kuweza kuangalia wachezaji ambao wanaweza kuwatumia. Kwa upande wa Tanzania, huu ni wasaa mkubwa sana kwa wachezaji wetu. Kwanza kwenda kuwakilisha timu yetu ya taifa na kufanya vizuri, lakini pia kwenda kujitangaza wao kama wachezaji
ili basi waweze kuadvance na kununuliwa na timu kubwa za Ulaya. Kwa hiyo leo ilikuwa rasmi ufunguzi wetu ambao sisi tunasema hizi mechi zote 52 ni mechi za wanandugu. Kwa sababu kama ukiangalia tutakapocheza na Uganda, huu ni jirani yetu kabisa wa nyumba ya pili hapo, lakini ni kwa mataifa yote kwa ujumla, kwa sababu sisi Waafrika wote ni wamoja. Ndio maana tumesema wanafamilia, tuna kikao na chimbo ni DStv. Asante sana. Angle? Lakini ndo nje. Fanyia hapa.